tulishuhudia hapa Dodoma Jiji wao wakiwa dimbani waliweza kucheza na mchezo zidi ya kikosi cha Dodoma, walicheza zidi ya Polisi Tanzania, na Dodoma wao waliweza kupotea katika mchezo wa siku ya jana, mchezo ambao ulikuwa wavuta ni kuvute. Polisi wao wamekuwa bora sana katika siku za hivi karibuni. Tumeshuhudia siku ya jana, kuna kitu hapa nakiangalia. Jana bwana, Polisi mpaka sasa hivi ninavyozungumza wamefanikiwa kupanda hadi nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Wamemshusha Azam ambaye alikuwa nafasi ya 3. Polisi wao wana michezo mitatu akiwa na alama 7, huku Azam FC naye akiwa na michezo mitatu akiwa na alama 7. Polisi na Azam mchezo wa kwanza kabisa wa ufunguzi wa ligi walikutana, na mchezo huo wao walitoshana nguvu ya sare ya 1-1. Kwa hiyo ukiangalia hapa mpaka sasa hivi Polisi Tanzania baada ya ushindi wa siku ya jana dhidi ya Dodoma Jiji inawaweka juu, inawasogeza juu hadi nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi. Ni timu ambayo imetoka championship lakini inakuja kudhihirisha kwamba yenyewe haijaja kufanya mchezo wala haijaja kufanya masiara, inatamani kuendelea kubaki kwenye ligi kuu ya NBC. Lakini kwa upande wa Dodoma Jiji hali bado si shwari kwa upande wao, kwa sababu kwa kile ambacho walikuwa nacho ama walikuwa watu wengi wana mategemeo kwa Dodoma Jiji, kwa sababu mechi zake 2 imecheza ugenini. Manake walikuwa ndo kwa mara ya kwanza wanarejea kucheza katika uwanja wao wa nyumbani, na nilifurahi baadhi ya mashabiki pia walijitahidi kuwepo kwa wingi katika mchezo wa jana, lakini timu sasa ilienda kuwaangusha mashabiki wao. Goli la mapema ambalo lilifungwa na Dodoma Jiji likaifanya Dodoma Jiji walilofungwa Dodoma Jiji kaifanya Dodoma Jiji mpaka dakika 90 zinatamatika mchezo kutamatika kwa 1-0. Ukiangalia Dodoma Jiji sasa wapo nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Sasa huku chini ukiangalia timu zote ambazo zipo zofuli hali zina alama 1-1. Mimi nipite na msimamo hapa kwa haraka. Watu wajue msimamo upoje wa ligi kuu ya NBC. Okay. Wana Dar es Salaam Young Africans ndio wanaongoza ligi akiwa na alama 9, magoli 9 ambayo ya faida. Sasa hapa kinachotofautisha ni magoli ambayo nitakuwa nayataja. Okay. Simba yeye ana alama 9 pia, lakini akiwa ana goli 4 za faida. Huku Polisi Tanzania akiwa ana alama 7, goli 4 za faida. Azam FC akiwa na alama 7 pia, Polisi ana goli 3 za faida. Azam FC ana alama 7, nafasi ya 4, goli 2 za faida. Geita Gold nafasi ya 5 ana alama 6 akiwa na goli 4 za faida. Mchezo wake dhidi ya Kagera Sugar alifanikiwa kufunga goli nyingi. Lakini Namungo baada pia ya ushindi wa siku ya jana, Namungo jana pia alikuwa dimbani akicheza dhidi ya Fountain Gate na alifanikiwa kushinda bwana Mgunda mapema kabisa pale Ruangwa, mchezo ambao ulipigwa Namungo walifanikiwa kuibuka na ushindi. Namungo baada ya ushindi wa jana amesogea hadi nafasi ya 6, huku Mbeya City yeye akiwa nafasi ya 7 alama 6. Lakini Singida Black Stars akiwa nafasi ya 8 alama 4, Fountain Gate nafasi ya 9 alama 3, Mashujaa nafasi ya 10 akiwa na alama 3 pia. Lakini TRA United wao wapo nafasi ya 11 alama 2, Pamba Jiji wapo nafasi ya 12 alama 1, Dodoma Jiji nafasi ya 13 wakiwa na alama 1, huku Coastal Union wana Mangush wakiwa na alama 1 nafasi ya 14, Kagera Sugar nafasi ya 15 wakiwa na alama 1, JKT Tanzania baada ya kipigo cha goli 4-1 dhidi ya Dar es Salaam Young Africans na baada ya vipigo vingine sasa wapo nafasi ya 16 wakiwa wamewabeba wenzao wote kwenye msimamo wa ligi kuu. Sasa wao ndo wa mwisho katika ligi kuu ya NBC. Ukiangalia msimamo unaonyesha hivyo mpaka sasa hivi timu ambavyo zinaendelea. Okay. Mambo yakiwa mengi kweli kweli. Mwanzoni kabisa Singida si ndo alikuwa kileleni Ya, Singida hapana. Ujue mechi zilivyoanza kucheza timu ya kwanza kucheza ndio ambayo ilianza kuwa kileleni. Okay. Yani manake kama wengine hawajacheza unakuwa juu. Kwa hiyo ukiangalia hapo unaona jinsi gani ambavyo mpaka sasa hivi timu zinaendelea kufanya vizuri katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Sawa.
Okay, tugeukie sasa upande wa mjadala wa siku ya leo, ambapo mjadala unasema kwa nini Tanzania bado haijawa na timu inayotawala soka la Afrika kwa muda mrefu. Nikipita na ujumbe wake, Feitoto anasema timu za Tanzania zimeshindwa kutawala soka la Afrika kwa sababu kubwa ni hela za usajili. Ni hela za usajili, kukosa wawekezaji wanaotoa hela kubwa kwa ajili ya usajili au wanachama wanaoweza kutoa ada zao. Hayo ni maoni yake Feitoto. Asante sana Feitoto kwa ujumbe wako. Sospita anasema dadangu, usiogope kuisifia timu inayofanya vizuri eti kwa sababu kuna watu wataumia. Ama kwa hakika ndio tunachokifanya, ndio maana wananiambia mimi ni wa kijani na njano. Steve unazungumziaje huu mjadala? Kwamba yani kwa nini Tanzania tunashindwa kuwa na timu ambayo inakaa muda mrefu katika soka la Afrika. Tunaenda tunarudi, tunapanda tunashuka. Tuanzie mbali. Zamani usiliazi ulikuwa mdogo kwenye michuano ya kimataifa kwa hizi timu zetu mbili. Kwa sababu hawa ndio majiant wa nchi. Lazima tuwazungumzie wao kwamba taifa likifeli sisi tunaanza na Yanga na Simba moja kwa moja kwamba nyie ndio mna dominate mpira wa Tanzania. Kwa nini mnashindwa kudominate mpira wa Afrika? Lakini nilishawahi kumsikia mmoja kati ya makocha ambao walishawahi kupita katika vilabu hivi vya Kariakoo, aliwahi kuzungumza pia wachezaji walikuwa wanasema walikuwa kuelekea mchezo wa watani wa jadi miaka ya nyuma, yani Yanga na Simba. Uongozi ulikuwa upo serious sana, yani wanaweza wakaekewa hata dau nono kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby ili wasifungwe. Lakini kuelekea mechi ya kimataifa walikuwa userious ulikuwa mdogo, yani maandalizi yalikuwa madogo. Sasa kuna kocha alishawahi kuja kufundisha klabu moja Kariakoo, sitaitaja. Alishawahi kuzungumza kwenye mahojiano yake akasema nilikuwa nashangaa mechi ya derby, yani viongozi wanakuwa bize kweli kweli, maandalizi yanakuwa makubwa, ulinzi unakuwa mkubwa kambini na kila kitu. Yani utaona yani taifa kuanzia mashabiki na kila kitu walikuwa active sana kwenye mchezo wa derby. Afu wanasema alikuwa anashangaa kuelekea katika michuano ya kimataifa maandalizi yalikuwa hayapewi kipaumbele, yani timu haipewi kipaumbele hicho kama mchezo ya kawaida. Na wenyewe walikuwa wanashangaa. Kwa hiyo kwa swali lako ambalo umeuliza, kwa upande wangu naona kabisa kwamba tatizo usiliazi mwanzoni ulikuwa mdogo. Ndio maana mpaka tunafika 2014 15 timu zetu za Tanzania zilikuwa ukiona imefika mbali ni hatua ya mtoano. Yani hatua ya awali ya mtoano Yanga zilikuwa zinakutana na Djibouti, sijui zinakutana na timu sana sana ilikuwa Komoro, timu kutoka visiwa vya Komoro. Yanga anafunga mtu 5, anafunga mtu 7. Mchezo unaofuata anakutana na Al Ahly, Yanga nje. Kuna kipindi ambacho Simba walikuwa wanaitwa matopeni kama watu wanakumbukumbu vizuri. Simba hakushiriki michuano ya kimataifa miaka 4 mfululizo. Hapo walikuwa wanaenda Yanga na Azam. Kipindi hicho Tanzania inapeleka timu 2 pekee. Lakini Yanga na Simba zilikuwa hazifanyi vizuri ukiachana miaka ya nyuma sana, ambako sasa tunarudi kwenye historia. Wengine wanasema Yanga ishaye kufika sijui finali karusha shilingi ikaanguka. Yani kuna story Simba ishaye kufika sijui hatua hii. Lakini watu sasa wakija kuangalia ni kipindi kirefu sana ambako hata hii michuano ilikuwa inashirikisha timu chache. Sasa tuje kwenye kipindi hiki ambacho mpira unaonyeshwa, wote tunaona kuna teknolojia kubwa, timu hapa katikati zilikuwa zifanyi vizuri. Tuje sasa kipindi hiki ambacho tumeanza kushuhudia Simba walianza kuonyesha mwanga kimataifa. Tumeshuhudia Simba mara ya kwanza wanaanza kufuzu kwenda hatua ya makundi wanapangiwa kundi ambalo kila mtu alikuwa anaamini Simba anaweza asifike mbali, lakini Simba ambaye ilikuwa na kina Ruiz Mixon, wakina Chama, wakina Medika Gele, wakina Mugalu, Simba ya kina Dirunga, Simba ya kina Shabalala, Simba ya kina Pasco Wawa, Simba ambaye ilikuwa ya moto kweli kweli, ambaye ilifanikiwa kuweza kupenetrate na tukaona imefika hatua za juu katika michuano ya kimataifa, na haikufanya kwa bahati mbaya wala haikufanya kwa unasema kwa nadra, yani nitumie kauli gani hapa, yani kwa kubahatisha, kufanya kwa kubahatisha. Ilifanya hivyo sio mara moja, ilifika hatua ya robo finali. Kuna kipindi ambako Simba ilikuwa kundi moja na Al Ahly na ikafanikiwa kuongoza kundi. Kwa hiyo kipindi cha hapa katikati zimejaribu timu sasa kuanza kupush kusogea juu kwamba
this time around kwamba tunajaribu kuondoka, lakini ukienda miaka ya nyuma, yani hizi Simba na Yanga zilikuwa kimataifa zikisogea pua wanazitoa, yani zikisogea juu zinatolewa. Lakini kwa hii kipindi cha hivi karibuni naona usirias sasa, timu zinaweka, unaona viongozi wakitoa matamko. Mfano juzi Ahmed Ali amezungumza malengo ya Simba ni kufika hatua nusu finali, sio robo tena finali. Inaonyesha namna gani ambavyo hizi timu zinazidi kusogea. Zinaweka usirias. Msimu mwaka juzi ambako Nabi alikuwa Yanga, Young Africans ilifika finali kombe la shirikisho. Cheza na USM Alger. Na Yanga tulishuhudia mchezo wa kwanza hapa ilifungwa 2-1, mchezo wa away Yanga walishinda 1-0. Kwenye aggregate Yanga walishindwa kuchukua kombe, lakini magoli walikuwa Yanga kashinda kule, lakini kwa sababu timu ya USM Alger hapa ilifunga goli nyingi, kwa hiyo ikachukua kombe. Tuje msimu uliopita mmoja nyuma uliopita, Simba alicheza kombe la shirikisho finali. Mechi ya kwanza alifungwa 2, mechi ya pili uwanja wa Zanzibar pale mechi ilisha kwa suruhu ya 1-1. Inaonyesha namna gani sasa hivi Simba na Yanga zinajaribu kupenetrate, japokuwa malengo yao pia ni kucheza michuano hii mikubwa ya CAF tofauti na shirikisho ili kuweza kufika mbali zaidi. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi, kwa upande wangu naona timu zikijaribu, japokuwa msimu uliopita hazikufanya vizuri timu zote mbili, manake Yanga walitoka mapema, Simba pia waliweza kutoka mapema, lakini wanaonesha mwanga kwamba wanaenda kucheza hata makundi, wana compete, wanaenda nje, timu zinaanza sasa hivi kushinda hata nje nini. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona timu sasa hivi zinaanza kuonyesha mwangaza katika michuano ya kimataifa. Omar anasema walichelewa, wamekumbuka shuka, wamechelewa kukumbuka shuka. Johnny anasema kwa timu zetu za Bongo, wadhamini wetu ndio wa hovyo, siasa nyingi kuliko vitendo. Haya sasa. Haya, asante sana Sebastian kwa ujumbe wako. Kahama anasema Simba wanacheza leo ama kesho. Simba wanacheza lini hao? Yaani angalia paratiba afu ndamwambia. Haya, sawa. Nikiongezea hapo kwa namna Steve alivyoelezea kuhusiana na mjadala wa siku ya leo kwamba kwa nini Tanzania bado haijawa na timu ambayo inatawala soka la Afrika kwa muda mrefu. Kitu nachoweza kuongezea hapo, sababu pia inaweza kuwa ni uwekezaji ambao bado haujafikia kiwango cha vigogo wa Afrika, kutegemea usajili zaidi kuliko kulea vipaji. Lakini sasa hivi tunaona pia tunajitahidi, academy zimeanzishwa, wachezaji bora wanaondoka. Steve aliwahi kuzungumzia hilo kwamba wachezaji wengine wanatengenezwa kishakuwa bora, wanauzwa huko timu za nje, alafu tunabakia na wale ambao pengine vipaji ndio vinakuwa na ushindani wa ndani si sawa na ushindani wa Afrika. Hiyo inaweza kuwa ni sababu nyingine, na kukosa mwendelezo wa muda mrefu, hiyo pia ni miongoni mwa sababu ambayo inaweza kuchangia Tanzania kutokuwa na timu ambazo zinaenda muda mrefu. Kwa hiyo Tanzania haina tatizo la vipaji wala mashabiki. Changamoto kubwa ni mfumo, uwekezaji wa muda mrefu, academy, scouting, miundombinu na mwendelezo wa klabu. Tukijenga hayo, Simba na Yanga zinaweza kuwa ni miongoni mwa klabu ambazo zitatawala Afrika kwa muda mrefu na si kushindana tu. Junior anasema Yanga Sport wataua sana msimu. Feitoto anasema kwa kifupi ni kusajili wachezaji wenye ubora, hapa ndipo tatizo, maana inatarajia hela kubwa tu. Tukibakisha wachezaji wenye ubora watatu, tunabakisha makocha wao wazuri. Asante sana kwa ujumbe wako. Simba wanacheza lini Steve? Simba wanacheza kesho bwana. Kesho Simba atakuwa nyumbani Meja Jenerali Samuyo zidi ya Coastal Union Wanamangush, ambao wenyewe mchezo wao uliopita wametoa sare. Sawa. Tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Tukutane 10 kamili kwenye kipindi cha Dimba la Michezo. Mimi ni Salome Mlai. Yes, mimi ni Steven Bruno. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.